tunaiangazia kwa utofauti hii kesi ya Yanga dhidi ya bodi ya ligi ambayo inatajwa japokuwa si rasmi kwamba itaenda CAS katika mahakama ya usuluhishi katika michezo. Na moja ya kitu ambacho watu wengi wanajiuliza ni utaratibu gani ambao unafanyika CAS. Yanga si wageni, washakwenda katika kesi dhidi ya Bernard Morrison, na huyu wakili Nduruma Kea Majembe yeye ndio alikuwa upande wa Bernard Morrison. Nataka tupate elimu namna gani ambavyo CAS wanaendesha kesi zao, kesi za aina gani ambazo wanashughulika nazo, kuna makosa gani ukifanya basi inawezekana usifanikiwe kupata chochote kitu katika CAS. Nakumbuka kuna kesi ya Proline tulikujuza hapa ya Uganda dhidi ya FUFA na kesi kadha wa kadha. Karibu sana Nduruma Kea Majembe katika kambi ya michezo. Tungependa kupata elimu juu ya utaratibu mzima wa kesi za kimichezo uko CAS. Kwanza nikushukuru sana kwa kunitafuta na nataka kufahamu kuhusiana na hayo mambo. CAS ni wanasema is Court of Arbitration of Sport. Kwamba yani ni mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo. Na mara zote CAS imekuwa ni kama sehemu ya rufaa. Baada ya kuwa umekosa haki sehemu nyingine, unaweza kurufani kwenda CAS. Sasa mashauri yanayoenda CAS kwa uzoefu wangu ni haya yanayotoka kwenye federation. Kwa mfano, kesi zote ambazo zimeamriwa na kamati za sheria na hadhi za wachezaji kwa federations mbalimbali, hizo zikishindikana basi sehemu ya kwenda ni CAS. Lakini kuna watu wengine wachezaji wengine ambao labda hawakuanzia kwenye federations. Kwa mfano, wachezaji wa nje wengi hawatumii sana hivi vyombo vya usuluhishi vya federations, na huwa wanaenda moja kwa moja FIFA. Sasa wakienda FIFA, labda tuseme pamoja na federations za dunia za michezo mingine, basi maamuzi yatakayotolewa aidha FIFA au labda World Aquatics, World Athletics au wapi, basi rufaa zake ndo zinaenda CAS. Kwa hiyo CAS ni mahakama ya mwisho ya rufaa kwenye mambo yote yanayohusiana na michezo, na ukishamaliza pale hakuna sehemu nyingine unaenda. Sasa utaratibu wa kwenda pale lazima uwe na uamuzi ambao unakuwa unaolalamikia. Lazima uwe na uamuzi unaolalamikia, lakini pia katika kuwa una CAS lazima ueleze kwamba hakuna chombo kingine ambacho kingeweza kukupatia haki zaidi ya CAS. Wanasema kwa exhaustive all local remedies, yani kwamba kama kuna chombo kingine kingeweza kukupatia haki kabla hujafika CAS, basi unapaswa kuwa umefika CAS, umefika kwenye hicho chombo, kimefanya maamuzi, na then maamuzi yake ndiyo ufanye kuyakatia rufaa. Kama utakumbuka, kwa mfano kwenye kesi ya Faisal, ile kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ilitoa maamuzi mara ya kwanza, karudi tena ikatoa maamuzi mara ya pili, kwa sababu kulikuwa kuna room ya kufanya review mapitio ya uamuzi wao wa mwanzo. Kwa hiyo uamuzi wa mapitio ndio ungechukuliwa kama uamuzi wa mwisho wa hiyo kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwenye chombo kimoja ukaenda mara moja mara mbili kulingana na sheria au kanuni zinazoendesha hicho chombo chenye kutoa maamuzi. Kwa hiyo ndio maana nikasema huo mfano wa hiyo kesi ya Faisal kwamba ni kwa nini watu walienda mara moja mara mbili. Lakini kwenye kesi ya Morrison kwa mfano, japo kulikuwa kuna nafasi ya kufanya mapitio, Yanga waliamua moja kwa moja kwenda CAS. Na walipoenda CAS moja kwa moja, bahati nzuri nilikuwa mmoja kati ya watu walioshiriki kwenye hiyo kesi. Tukamwambia arbitrator kwamba kulikuwa kuna nafasi ya kufanya mapitio kabla ya kufika CAS. Matokeo yake ni kwamba ila arbitrator alisema pana, sisi tunaangalia mazingira na tunaweza tukaamua tu, hata kama huja exhaust remedies zote, unaweza ukafanya nini,
ukaja kasi moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri huo ni utangulizi tu, namna gani unaenda kasi na maamuzi gani yanakatiwa rufaa. Sasa ukifika kasi pamoja na nyaraka zako zote ambazo unakuwa umezipeleka, na bahati nzuri ni kwamba kasi pamoja kwamba ni chombo cha rufaa, lakini kinatoa nafasi ya kusikiliza ushahidi mpya. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni rufaa, lakini kuna room ya kutoa ushahidi. Kuna mashahidi wanatoa viapo kwa ajili ya kutoa ushahidi, kuna nyaraka mpya zinaweza zikapokelewa na nini. Kwa hiyo pamoja, yani sio sawa na hizi rufaa za mahakama zetu tulizozoea. Kwa hiyo zile ni rufaa ambazo unaweza ukatoa ushahidi mpya, lakini unaweza ukaleta issue mpya ambayo haikuwepo huko mwanzoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukifika kule na maamuzi ambayo unayalalamikia, kitu cha kwanza utapeleka hiyo statement yako. Hiyo statement yako lazima umsevu upande wa pili. Kumsevu na maana kwamba umpatie nakala huyo unayemshtaki. Kisha mpatia nakala, atapewa nafasi ya kujibu. Unaona? Kisha maliza majibizano, basi kuna swala la ada za kuendesha shauri. Sasa inategemea ada zenyewe zinalipwa kwa watu wangapi. Watu wangapi namaanisha kwamba arbitration inaweza ikafanywa na arbitrator mmoja, yani kwamba yule anaisikiliza ile shauri anaweza kuwa mtu mmoja. Lakini saa nyingine unaweza ukawa na arbitrators watatu. Kwa hiyo kuna option ya kuwa na sole arbitrator, lakini kuna option nyingine ni kuwa na arbitrator watatu. Kwamba unakuwa na mmoja uliyemchagua wewe uliyepeleka kesi, mwingine atamchagua yule anayejibu kesi, na watatu atachaguliwa na kasi yenyewe. Kwa hiyo kama una arbitrators watatu inabidi ulipe gharama za arbitrator wote. Lakini una arbitrator mmoja, basi utalipa gharama za arbitrator huyo mmoja. Sasa kwa kawaida huwa wanauliza wanauliza kama hizo gharama mnazigawana nusu kwa nusu au wewe utazilipa zote. Kuzilipa zote kwa maana kwamba kama wewe utalipa za kwako, lakini pia utalipa na za yule unayemshtaki. Kwa hiyo yule unayemshtaki akisema kwamba hawezi kulipa, basi wewe itabidi ubebe huo mzigo wa gharama. Na bila kulipa gharama, hiyo kesi inatupiliwa mbali, haiwezi. Hukumu wake unakuwa ni kwenye vitu vya awali. Kwanza kukidhi masharti ya mwanzo ya kupeleka nyaraka zinazohitajika, lakini cha pili ni kuweka majibizano mazuri, cha tatu ni gharama. Wakili Nduluma Majembekea, ulipozungumza kuhusiana na gharama, ni kweli unatukumbusha kesi ya Proline FC dhidi ya FUFA mwaka 2019 kudai alama zao 6 na bao 6 ambazo zilikatwa. Kasi waliwaambia kwamba walipe fedha pia kwa ajili ya upande wa FUFA ambao waligoma kulipa fedha, na Proline wao kwa upande wao hawakuwa tayari kuweza kuwalipia FUFA, na hivyo kesi ikaishia hapo. Pia unafikiri Yanga kwenda kasi kabla ya uamuzi wa mwisho wa bodi ya ligi, uhisi kama labda wamevunja kanuni yoyote? Na kwa uzoefu wako, tumeshuhudia kesi nyingi ndi za mchezaji dhidi ya club, lakini ni tofauti club dhidi ya shirikisho. Tathmini yako kijumla wa namna ambavyo kesi hii inaweza kuendeshwa kwa kasi? Kiukweli katika uzoefu wangu sijawahi kuona katika kesi zetu za kawaida za Kitanzania ambapo klabu inashtaki bodi ya ligi kwa kukiuka labda uendeshaji wa baadhi ya vitu, au labda kukiuka kanuni za uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo nitasema ukweli kwamba sina uzoefu na swala hilo, sijawahi kuona. Lakini cha pili, sina facts hasa ni kwamba Young African wanalalamikia nini hasa. Sijajua wanachokilalamikia, lakini pia wanaomba wapewe stahiki gani. Sasa labda utanisaidia wewe ambaye labda umepitia, uniambie wao madai yao ni yapi hasa na wanaomba wapewe kitu gani. Labda hapo tunaweza tukawa na mjadala mwepesi zaidi.
Hebu sasa tufahamishe namna ya usikilizaji wa kesi kasi unavyokuwa, utaratibu wake tangu kupelekwa, kuanza kusikilizwa, nafasi pia ya kutoa utetezi ili kuweza kupata kile ambacho unakipigania. Okay. Sasa jambo la mwanzo kabisa kwenye usikilizwaji, kama nilivyotangulia kusema, ni kwanza kubadilishana nyaraka, kwamba malalamiko yako lazima yapelekwe kwa upande wa pili aweze kuyajibu, na kama kuna mapingamizi yatakuja kusikilizwa mbele. Na kwa hiyo muda unapangwa na secretary ambaye anakuwa amekabidhiwa hilo faili, yenda anawapangia muda kwamba anakupa taarifa kwamba tumepokea nyaraka fulani kutoka kwa mtu fulani, tunakupa siku kadhaa kwa ajili ya kujibu. Labda unaona kwamba muda wa kujibu hautoshi, unaweza kuomba kuongezewa muda ili uweze kujibu vizuri. Ukishamaliza majibizano, sasa kusikilizwa mapema au la kunategemeana na upatikanaji wa arbitrator, kama ni mmoja, lakini arbitrators kama hata ni mawili au watatu. Kwa hiyo huo mchakato wa kutafuta arbitrator pia unaweza kuchukua muda. Kwa uzoefu wetu nafikiri ilichukua kama, wakati unaenda kwenye kesi ya Morrison, ilichukua kama mwezi mzima ili kuweza kupata arbitrator, kwa sababu wanazungukia maarbitrator kadhaa, na yeye atakayeona kwamba ana nafasi, hana conflict, basi huyo atakubali, na akishakubali anatoa kwamba bana, mimi fee yangu ni kiasi fulani. Inakuwa communicated kwa parties kwamba ni mnapaswa kulipa kiasi fulani, na wao of course kasi wana fees ambazo ziko standardized. Kwa hiyo kuna mambo hapa yanaweza yakachelewesha usikilizwaji wa kesi. Mfano, kama unaomba extension ili utafute pesa ya kulipa na nini, hiyo time inaliwa. Lakini twende kwenye hoja nyingine kwamba mnasikilizwa kwa namna gani. Baada ya kuwepo ugonjwa wa uviko, mara nyingi kesi zimekuwa zikisikilizwa online, kwamba unakaa uko Dar es Salaam, umewekwa, of course wana linki zao ambazo ni mtandao maalum, wanakupatia link. Siku moja kabla ya hearing mnatesti mitambo, ikionekana kwamba imekaa vizuri, siku inayofuata basi mnakuwa mmeingia kazini, inakuwa imetengwa muda wa kusikiliza. Kusikiliza kunaweza kukawa kwa kutoa ushahidi kabisa, au kwa kufanya tu mahojiano ya kupata clarification ya baadhi ya vitu ambavyo tayari mmeshajibizana. Lakini pia kufanya kumdodosa mtu. Kwa mfano, kama shahidi amekuja na unaamini kwamba shahidi anasema uongo, kuna maswali unaweza kumdodosa kwa ajili ya kuonyesha kwamba huyu hasemi ukweli ama kitu anachosema sio sahihi. Kwa hiyo hearing inaweza ikachukua labda kama mawili matatu hata manne, na of course ile ratiba ya kusikilizwa inakuwa imeshawekwa kwamba tutamsikiliza mtu wa kwanza kwa labda dakika 30. Dakika 30 zikiisha, tutamsikiliza mwingine kwa dakika kadhaa, fulani atakuja na nafasi ya kujibu, tutapata break ya muda fulani kwa chakula na nini na kama vile. Hiyo ni wakati wa kusikilizwa kwa mtandao. Lakini kuna bado, hata baada ya COVID kuwa imekuja na kuondoka, kuna watu wanapendelea kupata kusikilizwa moja kwa moja, kwamba unasafiri unaenda Uswizi, wake Uswizi ndo inakokaa kasi, unaenda Uswizi, na wale wengine pia watasafiri watakuja Uswizi, mtafika mtakaa kama kwenye chumba cha mkutano, alafu then mtaendelea kama kawaida. So kwa hiyo yenyewe pia, kwa vile sina uzoefu wa kuwa nimeisikiliza yenyewe practically, yenyewe pia itachukua muda kulingana na nafasi ambazo zitakuwa zimetolewa kwa kufanya mawasilisho. Lakini kwa kawaida nafikiri hearing za football hizi mara nyingi hazezi zikavuka siku moja. Sana kama zinaweza zikavuka siku moja, na mgogoro wenyewe huu ambao tunaongelea kwa namna ambavyo tuna upasive kwa nje, sio mgogoro ambao unaweza kuchukua zaidi ya siku moja. Kwa hiyo ni masaa kadhaa tu watu watasikilizwa, watamaliza.